الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mola wetu, tunakushukuru kwa neema kubwa ya nchi yetu Tanzania. Mola wetu, tunakushukuru kwa neema kubwa ya amani, umoja, mshikamano, maelewano na masikilizano yaliyopo katika nchi ya Tanzania. Mola wetu, tunakushukuru kwa viongozi mahiri wanaopatikana katika nchi ya Tanzania. Wabarik viongozi wetu mahala popote walipo. Allahumma dammir a'daa Tanzania. Allahumma dammir a'daa Zanzibar. Allahumma dammir a'daa Daktari Samia Suluhu Hassan. Allahumma dammir a'daan Hussein Ali Mwinyi. Allahumma dammir a'daa Balozi Emmanuel Nchimbi. Allahumma dammir a'daa Innocent Ruga Bashungwa. Al-Kharijiyya wad-Dakhiliyya shattit shamlahum mazziq jam'ahum dammir diyarahum. Mola wetu, tunaendelea kukushukuru kwa nasi kuanzia asubuhi hadi sasa. Tunakuomba uwe nasi hadi mwisho wa jambo letu. Tuwaweka mbele yako viongozi wetu ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya na watendaji wote. Tuwaweka mbele yako viongozi wote wanaotuongoza kwa ujasiri mkubwa. Ya Rabbi, hatuwezi kuwaacha Watanzania hawa waliokusanyika hapa. Namna walivyokuja salama, warejeshe salama majumbani. Kwa rehema zako na baraka zako tunakuomba na tunakushukuru, tuseme amin. Naomba nimkaribishe mchungaji David Msemwa kwa sala fupi. Karibu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili. Asante kwa ajili ya viongozi wetu, akiwemo kiongozi wetu mkuu wa nchi. Neno lako linasema, kabla ya mambo yote, nataka dua, sala na maombezi vifanyike kwa ajili ya watawala na watu wote, ili tupate kuishi kwa amani, utulivu na utauwa pamoja na ustahivu. Mungu wetu unayeishi na kutawala, tazama tuko mahali hapa maelfu ya watu. Sisi ni wa Tanzania na Tanzania ni nchi yako. Wewe unaijua Bwana. Neno lako linasema ya kwamba mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalo simama. Mungu wetu mtakatifu, tunajua ya kwamba shauri lako litasimama katika nchi ya Tanzania. Mapenzi yako yatasimama katika nchi ya Tanzania. Maana umesema tena ya kwamba
unayajua mawazo unayotuwazia, ya kwamba ni mawazo ya amani na wala si mabaya, kutupa sisi tumaini katika siku zetu za mwisho. Baba mtakatifu, tunamleta rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan mikononi mwako, maana umesema ya kwamba mioyo ya wafalme ipo mikononi mwako, kama mifereji ya maji waigeuza kuelekea utakako wewe. Huyu ni mja wako, ni mjoli wako, ni mtoto wako. Tunamuombea neema, ulinzi, baraka na fanaka zikawe pamoja naye katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, ibariki Tanzania, ibariki Karagwe, ibariki Kagera, tubariki sisi sote katika jina la Yesu Kristo. Tuseme wote amen. Naomba nifanye utambulisho wa viongozi walioko hapa. Tunaye katibu mkuu wa CCM Mheshimiwa Balozi Daktari Asha Rose Migiro, naomba wapungie mkono. Dr. Migiro oye! Tunaye katibu mkuu mstaafu wa CCM Dr. Bashiru Ali Kakurwa, naomba wapungie mkono. Dr. Bashiru oye! Tunaye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu wa Kagera ndugu Nazir Karamagi, naomba wapungie mkono. Lakini tunaye mneki wa mkoa huu ndugu Karim Amri, naomba awapungie mkono. Lakini tunaye mratibu wa uchaguzi wa kanda hii mzee wetu Agrey Mwandri, naomba awapungie mkono. Lakini tunao wajumbe wa mashauri kuu ya CCM Taifa ndugu Hussein Bashe na mgombea ubunge wa Nzega, naomba apunge mkono. Ndugu Nadra Gulam mjumbe wa neki, naomba apunge mkono. Ndugu Habiba Ali Mohamed mjumbe wa neki, naomba apunge mkono. Lakini tunayo kamati ya siasa na wilaya na wajumbe wa mashauri kuu mkoa na wilaya, mpunge mikono pale mlipo. Lakini tunao wagombea ubunge na udiwani wa viti maalum majimbo na kata, kwa ujumla wetu wote tusimame tupunge mkono. Lakini pia tunao viongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya kata, matawi na mashina, pamoja na mabalozi na jumuiya tatu za chama, wote kwa ujumla wetu tupunge mikono pale tulipo. CCM oye! Lakini tunao viongozi wetu wa dini, wazee maarufu, wazee wa kimila na machifu walioko hapa, naomba wapunge mkono. Lakini pia tunayo makundi mbalimbali ya kijamii yaliyoko hapa. Tunao wafugaji, wakulima, tunao wajasiriamali, machinga, bodaboda, bajaji, vijana wa hamasa, lakini tunao vijana wa mama asemewe, wanawake na Samia, lakini tunao wana CCM na wananchi wa Karagwe kwa ujumla. Wote kwa ujumla wetu tumpungie mkono mgombea urais Dr. Samia Suluhu Hassan. Karagwe oye! CCM hoye! Baada ya utambulisho huo, naomba nimkaribishe ndugu Doto Bahem mgombea ubunge jimbo la Ngara kwa salamu fupi aweze kuja kusalimia. Karibu. Natamani Oktoba iwe leo, mimi mwenzenu. Nikatiki. Natamani Oktoba iwe leo, mimi mwenzenu. Nikatiki. Kwa Dr. Samia. Nikatiki. Kwa Dr. Nchimbi. Nikatiki. CCM oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Oktoba! Kazi na utu! Ndugu Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wetu wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Balozi Dr. Asha Rose Migiro, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, baba yangu ndugu Nazir Karamagi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kagera, ndugu mgombea, naomba upokee salamu nyingi sana za upendo kutoka kwa watu wa Ngara. Watu wa Ngara wanakupenda na tunazidi kukuombea kila laheri katika kampeni, kwa sababu tunataka tarehe 29 Oktoba tukakuonyeshe kwa vitendo kwamba tunakupenda. Kwa hiyo tunataka Mungu aendelee kukupa uhai ili ukashuhudie mwenyewe mapenzi walionao watu wa Ngara kwako wewe Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu mgombea,
Ndugu mgombea, sisi watu wa Ngara tunajitambua. Sisi watu wa Ngara hatuko tayari kushikiwa akili na mtu yoyote kwa ajili ya kutuambia twende tukafanye nini. Tunachotaka ukiamua sisi tunakijua mwenyewe. Aina ya kiongozi tunayemtaka ni yule kiongozi ambaye ametuthibitishia pasi na shaka katika kipindi kilichopita kwa yale ambayo ametufanyia, pamoja na ahadi zinazoleta matumaini kwa miaka mingine mitano ijayo, na yeye si mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hatuko tayari kufanya uamuzi mwingine zaidi ya kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mgombea, sisi watu wa Ngara tunatuma salamu kwenda pande zote za dunia kwamba aina ya kiongozi tunayemtaka ni Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndani ya kipindi cha miaka 4 ambapo wakiwa madarakani amekuta sisi katika jimbo la Ngara tukiwa tuna shida mbalimbali, na akaweza kutupa shilingi bilioni 81 kwa ajili ya kwenda kutekeleza miradi mbalimbali katika jimbo la Ngara ili liweze kuondoa changamoto zetu. Katika sekta ya afya, Dr. Samia Suluhu Hassan ulipoingia madarakani, sisi katika wilaya ya Ngara tulikuwa tuna hospitali moja tu ya wilaya, ambapo iliwalazimu watu wengine kutembea zaidi ya kilomita 100 kwenda kufuata huduma za afya katika hospitali ya wilaya ya Nyamiaga. Lakini ulivyoingia madarakani ukasema hili haliwezekani kwa watu wa Ngara, lazima tuongezee hospitali, na ukatupa zaidi ya shilingi bilioni 2 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali nyingine ya wilaya ambayo ujenzi wake unaendelea pale Mbuba, na baadhi ya huduma za afya tayari zimekwisha anza kutolewa. Ndugu mgombea, kabla ya ujenzi wa hospitali ya Mbuba, baadhi ya huduma katika hospitali nyingine, kwa mfano huduma za kujifungua, wakina mama walikuwa wanalipa hadi shilingi 400,000 kwa ajili ya kujifungua, lakini sasa hivi katika hospitali ya Mbuba wanalipa sio zaidi ya shilingi 70,000 kwa ajili ya kujifungua. Sisi tutakulipa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan, uliona haitoshi ukatupa nyongeza ya vituo vingine 3 vya afya, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 3.4 zilitumika, na vile vituo hadi sasa vinatoa huduma, ambapo wananchi wa Ngara wanaendelea kufurahia uwepo wako Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ukasema haitoshi, ukatuongezea zahanati kutoka zahanati 45 ulipokuwa unaingia madarakani mpaka sasa tunavyozungumza wilaya yetu ya Ngara ina zahanati 50. Dr. Samia Suluhu Hassan, tunaomba sisi tukulipe. Katika sekta ya elimu, Dr. Samia Suluhu Hassan ulipoingia madarakani ulikuta jimbo letu la Ngara lina shule za sekondari 25, lakini sasa hivi tunavyozungumza kuna shule za sekondari 31, ambapo litoa zaidi ya shilingi bilioni 7.9 ili tujenge shule nyingine 6 ndani ya kipindi chako kiwa rais. Katika elimu ulisema hapana, hatuwezi kuishia kwenye shule za sekondari peke yake, ukasema lazima niongeze shule za msingi, ukatupa shule mpya za msingi kutoka shule 120 ulizozikuta mpaka sasa unapozungumza wilaya ya Ngara ina shule za msingi 127. Ndugu mgombea, wakati unaingia madarakani ulikuta kuna changamoto kubwa sana katika eneo la Ngara mjini, changamoto ya maji kutoka Ngara mjini kwenda Nyamiaga hadi Murukurazo. Lakini ukamtuma Mheshimiwa Juma Aweso, waziri wa maji, akafika pale kuja kutatua hii changamoto, na alikuja na shilingi bilioni 1.2 kwa ajili ya kwenda kutatua changamoto hii. Na sasa hivi tunapozungumza hali ya upatikanaji wa maji mjini ni nzuri, lakini katika eneo la upatikanaji wa maji Ruwasa umewapa zaidi ya shilingi bilioni 7 ili kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji vijijini. Na sasa hivi tunapozungumza hali ya upatikanaji wa maji vijijini ni 74.1, na kuna baadhi ya miradi mingine ambayo inaendelea, ambapo tunaamini ikifika mwezi Disemba hali ya upatikanaji wa maji vijijini katika jimbo la Ngara itakuwa imefikia 80.4. Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi watu wa Ngara, watu watuachie sisi tukuonyeshe tunavyokupenda. Ndugu mgombea, kama haitoshi, mpaka sasa hivi tunapozungumza umekwisha idhinisha shilingi bilioni 41 kwa ajili ya kwenda kutatua kabisa changamoto ya upatikanaji wa maji katika eneo la mjini, ambapo tayari kuna usanifu wa mradi wa maji ambao unatoka katika chanzo chenye uhakika, chanzo cha mto Ruvuvu, na ule mradi ukikamilika, Dr. Samia Suluhu Hassan, hali ya upatikanaji wa maji katika mji wa Ngara na maeneo ya jirani itakwenda kuwa historia.
Na sisi Dr. Samia Suluhu Hassan tunakuombea sana kwa Mwenyezi Mungu, zile kura tutakazokupa tarehe 29 mwezi wa 10, sisi watu wa Ngara tunaomba ikikupendeza uanze kufanyia kazi mara moja utekelezaji wa huu mradi wa maji wa shilingi bilioni 41 ambapo utaondoa kabisa changamoto ya maji. Ndugu Dr. Samia Suluhu Hassan, na maombi mawili. Tarehe 29 Oktoba tukitiki, tunakuomba Mwenyezi Mungu akujalie. Tuna changamoto ya barabara ya lami kutoka Nyakahura kupitia Kumubuga, Murusagamba, Keza mpaka Murugarama. Hii ni barabara ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikiahidiwa lakini hakuna utekelezaji. Tunaamini kwamba wewe utakwenda kuitekeleza. Ombi la pili, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgombea, ni changamoto ya stendi katika mji wetu wa Ngara. Na mwisho kabisa, Ngara kuna wakulima wengi wa zao la parachichi. Tunakuomba tukitiki nyingi kwako, ikikupendeza uende kutupatia code room ili wakulima wetu wa parachichi waweze kupata sehemu ya kutunzia maparachichi. Nakushukuru sana ndugu mgombea na kutakia kila laheri. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Tarehe 29 Oktoba, watu wa Ngara, sisi kura zote kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mikono juu. Ninamwombea kura Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 29. Ninajiombea kura mimi mwenyewe Dr. Jason Bahemu pamoja na madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi ili tukaendelee kuchapa kazi na kipenzi chetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana. Naomba nimkaribishe ndugu Halid Nsekela, mgombea ubunge wa Kyerwa, kwa salamu fupi. Karibu. CCM oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Karagwe safi! Kyerwa safi! Ndugu Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na mgombea wa urais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi ambao mmeambatana na mgombea wetu Daktari Samia, ndugu zangu Karagwe na Kyerwa, mabibi na bwana, asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Binafsi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ya kuweza kuwa hapa sote na furaha na uhai, lakini nikushukuru mheshimiwa mgombea, wewe kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa kuongoza kamati kuu ya halmashauri kuu, kwa kuwa na imani na mimi na kuniteua kuwa mgombea ubunge jimbo la Kyerwa. Naitwa Halid Musa Nsekela maarufu kama Mzungu. Mheshimiwa mgombea, naomba upokee salamu za wanakyerwa. Wanakyerwa wao wamesema wanasubiri muda ufike wakupe kura za kutosha. Wanakupa kura kwa sababu zifuatazo. Chini ya uongozi wako ndani ya miaka minne wameshuhudia zaidi ya bilioni 84 zimeingia wilayani Kyerwa kuingia katika miradi mbalimbali ikiwemo afya, ikiwemo maji, ikiwemo umeme, na kwa mara nyingine Kyerwa imeshuhudia kupata hospitali ya wilaya, hospitali ambayo iko na vifaa vya kutosha, iko na wahudumu wa kutosha. Lakini Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgombea, wanakyerwa wamenipa salamu, wamesema ni kushukuru chini ya uongozi wako kwa mara ya kwanza katika historia ya Kyerwa, Karagwe na mkoa wa Kagera wameshuhudia bei ya kahawa ikipanda kutoka shilingi 1,000 kwenda 3,000, 5,000 mpaka 8,000. Wanakushukuru hata kuelebea bakora Dr. Samia ogonoa ogwamurogire mwani muzirebire. Hilo tu linatosha kujitokeza kwenda kupiga kura kwa wingi. Lakini mheshimiwa mgombea, binafsi naomba nikushukuru chini ya uongozi wako na Chama cha Mapinduzi. Mwaka huu kwa mara ya kwanza mmekuja na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mwaka huu, ilani ambayo imebeba maono ya uchumi shirikishi na maendeleo jumuishi ya kila Mtanzania. Na naomba niwaambie ndugu zangu wana Kagera na Kyerwa, ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mwaka huu, sekta ya elimu iko salama. Ndani ya ilani ya uchaguzi mwaka huu, sekta ya afya iko salama.
ndani ya ilani ya uchaguzi mwaka huu, ajira kwa vijana, fursa kwa kina mama ziko salama. Lakini niseme ndani ya ilani ya uchaguzi wa mwaka huu, nchi yetu ya Tanzania chini ya kiongozi huyu hodari jemedari mwanamama, nchi yetu iko salama. Mheshimiwa mgombea, yote yamejumuishwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, tumeyashuhudia na hatuna shaka yanaenda kufanyika katika 100%. Hatuna shaka na utendaji kazi wako na utu wako na kuongoza. Sisi wanakerwa tunakuja na ombi, hatuna maneno mengi. Tunaomba ombi moja tu, tunaomba tuifungue Kyerwa. Tunaomba tufungie Kyerwa kwa yafuatayo. Tunaomba tufungue Kyerwa kwa kupata barabara ya rami. Ni kilio cha muda mrefu. Tunashukuru tuna mkandarasi anajenga kipande cha kutoka Murushaka, kutoka wilaya Kyerwa kuja Murushaka, lakini kilio chetu ni kuona barabara rami kutoka Kyerwa kwenda kuunganisha nchi ya Uganda. Barabara hii itafungua na kusisimua uchumi mkubwa kwa wilaya ya Kyerwa. Lakini kingine, Mheshimiwa mgombea, tunakuomba wilaya ya Kyerwa tupate kituo cha usafirishaji na stendi ya mabasi makubwa, kwa sababu sisi wanakerwa uchumi wetu unategemea kilimo, na kilimo bila kuwa na usafirishaji imara inakuwa ni changamoto. Mwisho kabisa, Mheshimiwa mgombea, sisi Kagera, sisi Kyerwa, sisi ni wakulima na nguvu yetu ni kilimo. Tunaomba tupate kituo ambacho kitakuwa kinafanya takwimu katika sekta ya kilimo. Mheshimiwa mgombea, ndugu zangu wana Kagera, ndugu zangu wana Kyerwa na Karagwe, naomba niseme kwa mara nyingine, Chama cha Mapinduzi kimetuletea kiongozi bora kabisa. Kiongozi ambaye ametenda makubwa, amekuja na matokeo, anaongozwa na utu, anaongozwa na upendo. Kiongozi huyo ni jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan. Na waombeni ifikapo tarehe 29, na naomba Mwenyezi Mungu awape nguvu, awatoe na uhai na afya. Jitokezeni kwa wingi, mje mkapige kura za kutosha kwa daktari huyu. Pigeni kura za kutosha kwa wabunge wetu. Pigeni kura za kutosha kwa madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Mama yetu anaenda kutuletea maendeleo, hatuna shaka. Mheshimiwa mgombea, mwisho nikwambie, wanakerwa wana kauli moja, wanasema hivi: tuliyekata naye kuni ndo tutakayota naye moto Oktoba 29. Tumekata kuni na wewe katika kutuletea maendeleo, tutaota moto na wewe katika kupiga kura za kutosha. Dr. Samia oye! Nashukuru sana ndugu zangu. CCM oye! Naomba nimkaribishe ndugu Innocent Bashungwa, mgombea ubunge jimbo la Karagwe. Karibu. Kama unataka maendeleo, Oktoba weka tiki. Kama unataka barabara, hospitali weka tiki. Kama unataka maendeleo, Oktoba. Dr. Samia oye! CCM oye! Karagwe oye! Wana Karagwe wenzangu, bado sijaona, naomba mikono juu. Mheshimiwa mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan awaone. Twende kulia, kushoto, tumsalimie na kumkaribisha. Kulia, kushoto. Kulia, kushoto. Samia oye! CCM oye! Mwamubona swenkazi yange mama Samia. Mwamubona swenkazi yange mama Samia. Samia oye! Oktoba tunatiki kwa nani? Samia oye! Asanteni sana. Mheshimiwa
mgombea wetu wa urais kupitia chama chetu cha Mapinduzi, mama yetu mpendwa, kipenzi cha Watanzania, mama mchapakazi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, waheshimiwa viongozi wote meza kuu, wananchi wenzangu tuliopo hapa, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumjalia afya njema mgombea wetu wa urais mpendwa wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na kuweza kufika hapa Karagwe salama pamoja na ujumbe ambao mheshimiwa mgombea wetu wa rais umeambatana nao. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa mgombea wetu wa urais mama yetu Samia Suluhu Hassan, siku ya leo tulisubiri kwa hamu kubwa sana. Hapa Karagwe tunakupenda, tunatamba na wewe kwa mengi ambayo umetufanyia ndani ya wilaya yetu. Onyegere mno mama yetu Samia Suluhu Hassan, karibu sana katika wilaya yetu ya Karagwe. Samia oye! Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, naomba kabla sijaendelea nitumie nafasi hii nikushukuru wewe binafsi, kamati kuu, chama mkoa wetu wa Kagera na chama wilaya pamoja na wana CCM wote. Kupitia kwako mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, ulisimamia na kuniteua niweze kupeperusha bendera yetu ya Chama cha Mapinduzi kama mgombea ubunge wa jimbo hili la Karagwe. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, pia naomba nikushukuru katika serikali ya awamu ya 6 ambayo umeiongoza. Mimi kijana wa Karagwe pamoja na wana Karagwe hawa, naomba nikushukuru kwa kuniamini. Ulinipa majukumu mbalimbali, ulinipa majukumu ya kusaidia kama waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Baadaye ukanipa majukumu ya kusaidia kama waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI. Baadaye ukanipa majukumu ya kusaidia kama waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Baadaye ukanipa majukumu ya kusaidia kama waziri wa ujenzi. Na hivi sasa ikakupendeza ukanipa jukumu la kusaidia kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Imani hii kwangu si ya kwangu peke yake, bali ni kwa halaiki hii ambayo imekupokea kwa upendo mkubwa. Mimi pamoja na wao naomba tukushukuru sana mama yetu. Mheshimiwa Rais, naomba niwahakishie wana Karagwe, wana Kagera pamoja na Watanzania wote, tangu umenipa jukumu la kusaidia kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi, vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo viko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi wanaendelea kufanya kazi kwa weledi, wako timamu kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kuhakikisha amani Tanzania inaendelea kutamalaki, na hakutakuwa na mtu yeyote atakayethubutu kuandamana Oktoba 29 atakutana na visiki. Niwaombe vijana wa Tanzania, msikubali kuingia kwenye mkumbo huo. Tunawapenda, tuendelee kuungana na mgombea wetu wa urais. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imesheheni mambo mengi mazuri kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Niwaombe vijana wote wa Karagwe, Kagera na Watanzania, tuungane na jemedari wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kujenga nchi yetu. Samia oye! Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, hapa Karagwe umetufanyia mambo makubwa sana. Muda wa dakika hizi chache nilizopewa hautoshi, lakini naomba nikuthibitishie mimi mwanao, na kuna usemi kwamba mchezea kwao utunzwa, na hawa mbele yako ni wazazi wangu batata na bamawe nimba saba swenkazi wange mwamubona na twenda
atukoreire vingi. Shukrani yetu kwake ni kuhakikisha Oktoba 29 tunampa kura zote za ndio. Karagwe oye! Oktoba 29 tunafanya nini? Tunatiki kwa nani? Hebu nione tunatikije. Oktoba 29 tunatiki kwa Samia, tunatiki kwa Samia, tunatiki kwa Samia, lakini na mimi kijana wenu mnanitikia ili Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mambo ambayo atakuwa anasukuma hapa Karagwe, mimi kijana wenu nipokee miradi hiyo, tuendelee kuchapa kazi na Karagwe yetu isonge mbele. Lakini vile vile tutatiki kwa madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi, kwani mafiga matatu ndiyo siri ya maendeleo kwa ajili ya Karagwe yetu pamoja na Kagera na Tanzania. Karagwe oye! Mheshimiwa mgombea wetu wa uraisi, hapa Karagwe kwa kweli nitapita kwenye mambo machache, lakini umetufanyia mambo makubwa. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgombea uraisi, tangu umeingia madarakani hapa Karagwe umeleta mabilioni. Tumepokea bilioni 127 katika kipindi ambacho umekuwa madarakani, haijapata kutokea katika historia ya Karagwe yetu. Mheshimiwa mgombea wetu wa uraisi, umegusa sekta zote. Hata jiografia yetu ya Karagwe, usafiri wa sekdo kwa sababu ya milima na mabonde ni usafiri ambao tunautegemea sana. Hapa bodaboda unaposema jambo la Mama Samia ni jambo lao. Bodaboda oye! Bodaboda wote wanakuunga mkono Mheshimiwa mgombea wetu wa uraisi. Lakini vile vile katika sekta ya maji, Mheshimiwa mgombea wetu wa uraisi, kupitia RUWASA umetupatia bilioni 5. Hapa kwenye mamlaka ya mji ulisema kupitia kwa pacha wangu Aweso, zile bilioni 69 ambazo umezileta kupitia BUWASA, sisi hapa Karagwe ni wanufaika kwenye miji 28. Mradi uko kwenye hatua za kukamilika na tunaenda kuandika historia na ndoto yako ya kumtua mama ndoo kichwani. Samia oye! Kwa kwenye sekta ya maji, Mheshimiwa mgombea wetu wa uraisi, umeleta bilioni 69 kwa ajili ya mradi mkubwa ambao unaenda kuondoa kabisa tatizo la upatikanaji wa maji safi na salama hapa Karagwe. Lakini vile vile tumepata bilioni 5 kupitia RUWASA. Mheshimiwa mgombea wetu wa uraisi, kwenye bei ya kahawa umeandika historia. Hatujawahi kupata bei zaidi ya shilingi 5,000 toka tumepata uhuru wa nchi yetu. Bei ya kahawa iligotea shilingi 1,100, 1,200 kwa miaka mingi sana. Lakini kwa kipindi chako cha miaka 4 takriban na nusu, bei ya kahawa kwa misimu mitatu imekuwa ikiuzwa kwa shilingi zaidi ya 5,000. Makofi kwa mgombea wetu wa urais. Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, katika hili naomba nimpongeze pacha wangu Mheshimiwa Bashe. Amekuwa akishirikiana na sisi katika hili kwa maagizo yako, na sasa hivi tunaendelea kushirikiana naye kupitia chama kikuu cha ushirika kuhakikisha miche mingi inazalishwa, kwa sababu wananchi hawa wamehamasika kulima kahawa baada ya bei kuwa ikipanda kila msimu. Tuna matumaini na wewe mama, tutakuchagua Oktoba 29 kuhakikisha zao la kahawa tunaendelea kuliwekea ustawi mzuri ili uendelee kubadilisha maisha ya wanakaragwe pamoja na wanakagera. Samia oye! Mheshimiwa mgombea wetu wa rais, katika sekta ya afya umetujengea hospitali ya wilaya kwa kuleta bilioni 3.4, haijapata kutokea. Ukienda kwenye hospitali yetu ya wilaya unaweza kudhani ni hospitali ya rufaa ya mkoa, kumbe ni hospitali ya wilaya. Samia oye! Lakini Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, umejenga vituo vya afya vitatu vipya kwa kuleta bilioni 2.4. Tumejenga kituo cha afya cha Kibona,
tumejenga kituo cha afya cha Nyabionza, sasa hivi tunajenga kituo cha afya cha Nyakakika. Tarafa zote 5 ndani ya wilaya Karagwe tayari umeshatupatia vituo vya afya. Lakini vile vile kwenye sekta ya afya, Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, umetujengea zahanati 7 mpya kwa kuleta shilingi milioni 618. Kwenye hospitali ya wilaya umetuwekea mitambo ya kuzalisha oksijeni. Kabla ya hapo tulikuwa tunafuata oksijeni Mwanza zaidi ya kilomita 500, lakini oksijeni sasa hivi inazalishwa hapa hapa Karagwe. Tunakushukuru sana mama yetu. Lakini tumepata ambulance 3 mpya, na hii imesaidia kurahisisha wagonjwa wanaopata rufaa na kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, pia umepandisha bajeti ya vifaa tiba kutoka shilingi milioni 200. Hivi sasa kila mwaka hapa Karagwe tunatengewa shilingi bilioni 1.3, sawa na ongezeko la 555 au mara 5.5 ya bajeti ambayo ilikuwepo. Mama Samia, tunakushukuru sana mama yetu kipenzi. Kwenye sekta ya elimu, shule ya wasichana ya mkoa, Mheshimiwa mgombea wa urais, imejengwa hapa Karagwe, ulileta bilioni 4.1. Lakini vile vile umetujengea sekondari mpya 10 kwa kuleta bilioni 10.7. Umetujengea madarasa ya sekondari 167 kwa kuleta bilioni 5.6. Samia oye! Nani kama Samia? Samia oye! Lakini kwenye elimu msingi, mgombea wetu wa urais, umetujengea shule mpya 5 na madarasa mapya kwa shule za msingi. Umetujengea madarasa mapya 201 sawa na bilioni 5.5. Makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, hapa kwenye mamlaka ya mji umetuwekea taa kuanzia kule kwenye mlima wa Kihanga ambao wakati unaingia hapa mjini mpaka kule Mrushaka usiku unafanana na mchana. Makofi kwake. Lakini unaendelea kutujengea lami za mitaa. Umetuletea bilioni 3.7. Tumemaliza kujenga jengo jipya la halmashauri, na kabla ya hapo tulikuwa tunatumia majengo ambayo tulipewa wakati wa wakimbizi, lakini sasa hivi halmashauri ina majengo ya kisasa kabisa. Umetupa jengo la mkuu wa wilaya kwa kuleta bilioni 1.7. Karagwe, Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, umetusaidia kuijenga, inafanana na Switzerland. Karagwe oye! Tutakuchagua Oktoba 29 ili tuendelee kupata asali na maziwa kupitia uongozi wako. Sasa katika mafanikio, Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, umenipa dhamana ya kusimamia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, na mamlaka ya vitambulisho taifa iko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Naomba nikushukuru kwa maelekezo yako. Ulitupatia bilioni 42.5 ili tuweze kununua mitambo mipya ya kuzalisha vitambulisho kwa Watanzania milioni 11 wakiwemo wanakaragwe hawa. Kwa hiyo swala la NIDA, ninajua hapa wananchi walikuwa wanasubiri kulisikia. Habari njema ni kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan tayari ameshatupatia bilioni 42.5 na vitambulisho 5227 juzi vimeingia hapa Karagwe, vinaanza kusambazwa kwa wananchi. Samia oye! Lakini Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, juzi tumepokea gari mpya kwa ajili ya NIDA, na itakuwa inaenda kwenye kata kuhudumia wananchi kwa sajili kupata vitambulisho. Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, naomba katika shukrani zangu wanakaragwe muungane na mimi tumuhoye raka hoyo tumsime akamama Samia wakora mno. Mama Samia wakora wayoleke ngonzi za eza mazima otambuke noyestela oyesige ekura zawe. Mama Samia wakora mno wayoleke ngonzi za eza mazima otambuke noyestela oyesige
kura zawe. Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, hawa ni mama zangu na baba zangu na vijana wenzangu. Kwa niaba yao naomba nikuhakikishie, Oktoba 29 hatutabaki majumbani, tunaenda kupiga kura kwa Chama cha Mapinduzi, kura kwako, kura kwa mimi kijana wao, pamoja na madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, katika kumalizia, naomba nikumbushie machache, na ndio maana tunakuchagua, na nimechungulia kwenye ilani mpya masuala ya barabara. Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, barabara ya Kerwa Murushaka imeshasemwa na jirani wangu Mheshimiwa Nsekera. Karagwe Ngara wakandarasi walikuwa wamesimama, lakini ndio maana tunakuchagua ili kazi iweze kuendelea, pamoja na barabara ya Mlongo Rwambaizi ambayo inatuunganisha na nchi ya Uganda. Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, nimalizie hapa mjini tuna soko la kina mama lishe, lakini ninajua kwenye ilani mpya tumeweka hili jambo. Kwa hiyo tutakuchagua ili kazi iweze kuendelea kwa kujenga soko la kisasa hapa Kayanga. Pamoja, Mheshimiwa mgombea wetu urais, uwanja huu kupitia msaada wako katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kijana wako kwa kushirikiana na halmashauri tumejenga uzio, lakini tunaendelea kujikongoja ili tuweze kujenga stadium, kukuunga mkono jitihada zako za kuendeleza maendeleo ya michezo nchini. Samia oye! Haya, naomba tumpungie Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumuonyeshe utawali wetu wa kwenda kupiga kura Oktoba 29. Samia oye! Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, tunakupenda sana. Asante sana. Haya, asante Hamasa, asante. Ndugu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Balozi Dr. Asha Rose Migiro, kitambua uwepo wa Katibu Mkuu mstaafu Balozi Dr. Bashiru Kakurwa, wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu mliopo nasi hapa, waratibu wa kampeni wa kanda hii wakiongozwa na kaka yetu Comrade Mwandri, ndugu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kagera, pamoja na kamati za siasa za mkoa na wilaya, mgombea ubunge wa jimbo la Karagwe ndugu Innocent Bashungwa, wa jimbo la Ngara ndugu Doto Bahemu, na jimbo la Kyerwa ndugu Khalid Nsekela, wagombea wote wa CCM kwa nafasi za udiwani kwenye kata zote 23 za wilaya hii, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wetu wa wilaya hii, lakini pia nikitambua wazee wa kimila, kama kuna machifu wenzangu na wazee wote mliopo nasi. Ndugu wananchi, CCM oye! Kazi na utu! Karagwe oye! Kyerwa oye! Ngara oye! Asanteni sana. Ndugu zangu, kwanza nami nimshukuru Mungu kwa kutufikisha salama hapa Karagwe, ikiwa ni kituo changu cha 3 kwa leo katika kampeni za mkoa huu. Nataka niwashukuru sana walioshiriki katika maandalizi ya mikutano yote toka nimeanza, mapokezi mpaka hapa nilipo. Mikutano yote imesheheni watu. Asanteni sana sana sana. Nimefurahi kufika kwenye wilaya hii yenye historia kubwa, mahali alipotokea Omuka Marumanyika, kiongozi hodari wa utawala wa kijadi wa Karagwe, aliyewaongoza watu wake na kuwavusha katika vipindi vigumu. Nafurahi kwamba nasi tumeweza kufanya jitihada kubwa za kuwavusha wanakaragwe na kuziendeleza sekta mbalimbali kama alivyofanya, nasi tunafuata nyayo zake. Ndugu zangu, tumesikia mengi yalofanywa katika majimbo yetu 3 haya ambayo wagombea wa ubunge wamekuja kujieleza hapa. Lakini nataka niwaambie kwenye ilani yetu
iliyopita na tunayoisema sasa hivi, tumejipanga kwa aina tatu. Aina ya kwanza ni kukuza na kupeleka kwa wananchi huduma za kijamii. Na hapa tunazungumzia afya, tunazungumzia maji, tunazungumzia elimu, tunazungumzia umeme, kwamba ni huduma za kijamii. Na katika hayo tumejitahidi kufanya kwa nchi nzima, lakini na kwa hapa mkoa wa Kagera na wilaya hii tumejitahidi kufanya kama yalivyosemwa hapa. Tunatambua kwamba maendeleo ni safari, maendeleo ni hatua. Kwa hiyo tunakwenda hatua kwa hatua. Kwenye afya tutaendelea kujenga vituo vya afya na zahanati na kumalizia mahospitali ya wilaya kule ambako bado hatukumaliza. Tutaendelea kutoa huduma za dawa. Kwa mfano, dawa kwa sasa hivi kitaifa tuko kwenye 86%. Kwa hiyo dawa zote za lazima ambazo lazima zipatikane zinapatikana. Vifaa tiba na vitendea kazi vyote vinapatikana. Hatujafikia 100%, lakini tulipofikia, ndugu zangu, si haba. Kwa upande wa elimu tunaendelea na kujenga miundombinu ya elimu msingi na sekondari. Tunajenga VETA na vyuo vya ufundi ili vijana wetu wapate elimu, na wapate elimu ya ufundi waweze kujiajiri na kuajiriwa. Kwa nini tunajenga VETA? Tunajenga VETA na vyuo vya ufundi, tunaangalia mbele. Nchi yetu inaendelea, viwanda vinakuja, uwekezaji mbalimbali unakuja. Miradi mikubwa kama hii ya bomba la mafuta kutoka Uganda kwenda Tanga yanataka wafanyakazi. Tunamalizia mazungumzo na mradi mkubwa wa Mchuchuma na Liganga wa kuchumba chuma cha Tanzania na mkaa wa mawe wa Tanzania. Unataka mafundi, nataka watu wa fani mbalimbali, na miradi mingine kama hiyo. Maendelezo ya bandari zetu, reli tunazokuja kuzijenga, zote zinataka mafundi wa aina mbalimbali. Ndio maana tunazijenga VETA, tufundishe vijana waajirike kwenye miradi hiyo na baadaye wajiajiri wenyewe. Kwa hiyo upande wa elimu bado tunaendelea na miundombinu, tunaendelea na sera yetu ya elimu bila ada, tutaendelea nayo, lakini vile vile tunazidi kutunisha mfuko. Vijana wetu wanaotoka kidato cha 6 waweze kwenda vyuoni bila CCM waweze kwenda vyuoni bila wazazi kuhangaika. Na hii ni bila kujali hadhi ya kiuchumi ya kaya. Kwa hiyo watakwenda vyuoni bila wazazi kuhangaika. Lakini tukizungumzia maji ni jambo la lazima kwa mwanadamu. Na ndio maana tumefanya jitihada zote. Yakitajwa mabilioni yaliyotumika hapa kupeleka maji, mtu anaweza akashika kichwa, lakini ni jambo la lazima. Na sasa tumeamua hatutumii maji tu kwa ajili ya matumizi ya majumbani, lakini pia kwa ajili ya kukuza kilimo chetu. Na ndio maana tunajenga skimu za umwagiliaji maji kote nchini ili wakulima wetu wazalishe mara 2 kwa mwaka, tukuze uzalishaji wa chakula na mazao ya biashara ili tuingie kwenye ile sera yetu ya kilimo biashara. Lakini upande wa umeme tumejidhatiti kumaliza kadhia ya umeme. Tumeshafanya vijiji vyote kama tulivyotumwa na ilani iliyopita. Tumejiengeza kwenye vitongoji. Tuko takriban nusu ya vitongoji vya nchi hii. Tunakwenda kumaliza palipobaki. Lengo letu ni kila Mtanzania atumie nishati safi ya umeme. Na umeme wetu unatoka kwenye vyanzo safi. Ni maji, upepo, jua na kidogo unatoka kwenye gesi. Kwa hiyo tunajielekeza kwenye matumizi ya nishati safi ya umeme, kwenye matumizi ya kawaida, matumizi ya kupikia. Kwenye umeme pia ni usalama.
pahali kwenye umeme unapowaka. Bashungwa amesema hapa kwamba mji wa Karagwe sasa ni umeme mjini saa 24. Vijana wanaweza wakafanya biashara zao masaa yote. Hamna sasa saa 12 vijana wa Karagwe hawarudi nyumbani kwenda kujificha kiza. Saa 12 bado ndo kumekucha. Mitaani huko mataa yanawaka, hawana shida ya usalama, usalama upo. Kwa hiyo umeme nao tunakwenda tumeuweka kwamba ni huduma muhimu kwa wananchi wetu. Kwa hiyo hayo tumeyafanya vizuri na tutaendelea, mkitupa ridhaa tutaendelea kuyafanya vizuri. Lakini fungu la pili ni kuwawezesha wananchi kiuchumi. Hili ndio fungu la pili la ilani zetu. Na hapa tunazungumzia mambo mengi. La kwanza tunazungumzia ruzuku tunazozitoa. Ruzuku kwenye sekta ya kilimo. Ile ruzuku kama sikutolewa, wakulima wangewajibika kutumia pesa kununua mbolea, ambao wasingenunua mbolea nyingi, wangenunua mbolea kidogo, wangetumia shambani kidogo, mazao yangekuwa kidogo. Lakini kwa sababu tunawatoza nusu ya bei au chini ya hapo, wanapata mbolea nyingi, wanatumia mbolea nyingi, wanavuna mazao mengi, wanauza mengi, wanapata pesa nyingi. Kwa hiyo huko ndio kumwezesha mwananchi kiuchumi. Lakini eneo la pili la kumwezesha mwananchi kiuchumi ni mikopo na kupeleka mitaji kwa wananchi. 10% ya halmashauri ni kuwawezesha wananchi kiuchumi. Lakini vile vile TASAF ni kuwezesha wananchi kiuchumi. Lakini mifuko mbalimbali inayotoa mikopo kwa wananchi ni kumwezesha wananchi kiuchumi. Kuna jambo jingine, ujenzi wa stendi zetu na masoko ni kuwawezesha wananchi kiuchumi. Kwa sababu stendi kuna fursa za biashara, masoko ni fursa za biashara. Ukipata mtaji pa kufanyia biashara papo ni kumwezesha mwananchi kiuchumi. Kwa ndugu zangu, maeneo mengine tunaweza kusema chanjo kwa wafugaji. Tumetoa chanjo kwa nusu bei, lakini kwa kuku ni bure. Atakuwa na mifugo yenye afya, atauza mifugo yenye afya, atapata fedha nyingi, ni kumwezesha mwananchi kiuchumi. Kwa hiyo hizi ziko nyanja nyingi sana. Amesema hapa waziri wa kilimo ndugu yetu Bashe kwamba toka tumeanza kulishughulikia zao la kahawa tumekata tozo nyingi, na ile pesa ambayo imesamehewa haikatwi, inaingia mfukoni kwa mkulima, ni kumwezesha mwananchi kiuchumi. Kwa hiyo hilo ndio fungu la pili, na ahadi yetu kwenu kwenye hili, tutaendelea na mifuko, tutaendelea kuangalia kila tunapoweza kutoa ruzuku ili Mtanzania azalishe kwa gharama nafuu, lakini apate zaidi ili tumwezeshe kiuchumi. Lakini katika mifuko kwenye ilani yetu mpya inatuelekeza kuanzisha mfuko wafanya biashara wadogo ambao tutaanza na bilioni 200 zikopeshwe kwao, wapate mitaji na waendelee na shughuli zao. Nimelisahau kundi la wachimbaji wadogo, na wenyewe tumefanya kazi kubwa sana. Tumewawezesha, kuwapa maeneo, kuwapa mitambo, kuwasamehe kodi ndogo, na wenyewe tumewawezesha. Kwa hiyo ili fungu la pili, kuwawezesha wananchi kiuchumi, ni kundi linalowagusa vijana wengi, pamoja na programu yetu ya Jenga Kesho Iliyo Bora kwa vijana, ambao tumewafanya wanaingia kwenye kilimo, wanaingia kwenye uvuvi, wanaingia kwenye ufugaji, ni kuwawezesha wananchi kiuchumi. CCM oyee! Nani kama CCM? Huko ndo kujenga utu wa Mtanzania. Ndugu zangu, kundi la tatu ni kundi la sekta za kiuchumi, uchumi mkubwa kitaifa. Nalo ni sekta la uzalishaji. Na hapa tunazungumzia tena kilimo,
kama sekta muhimu kwenye uzalishaji. Tunazungumzia viwanda kama sekta muhimu kwenye kujenga uchumi wa taifa. Tunazungumzia miundombinu ya usafiri na usafirishaji kama ni sekta muhimu kwenye kujenga uchumi wa kitaifa. Na kwenye usafiri na usafirishaji, kwenye kilimo, kwa eneo hili Bashe amezungumza vizuri sana. Lakini kwenye usafiri na usafirishaji ni masuala ya barabara, ambao kuna barabara kadhaa zimeombwa hapa, na mimi nataka niwahakikishie kwamba tunakwenda kuzijenga kwa kiwango cha lami. Lakini tukiacha barabara kwa mkoa huu wa Kagera, tunazungumzia kiwanja cha ndege ambao ni nyenzo muhimu kwenye usafiri na usafirishaji, sio tu kwenye kupeleka biashara na kurudisha, lakini pia kwenye utalii. Viwanja vya ndege vinakuza utalii. Kwa hiyo kwa mkoa huu tuna kiwanja kimoja pale Bukoba ambacho ni kidogo. Ilani hii tunayoinadi sasa imetuelekeza kujenga kiwanja cha pili ndani ya mkoa huu. Na kiwanja hicho tunakuja kukijenga kwenye wilaya ya Misenyi, hapo jirani zenu. Ndicho tutajenga kiwanja kikubwa kitakachotua ndege kubwa, kiwanja cha kimataifa. Yote ni kufungua mkoa huu na kufanya uwe mkoa wa biashara na mkoa wa utalii. Lakini eneo la tatu ni bandari na vyombo vinavyotumika kwenye maziwa yetu. Tunajenga bandari kwa hapa mkoa huu, najenga bandari mbili, moja ya Kemondo na ile bandari nyingine, na zote ni kukuza usafiri na usafirishaji wa biashara na kuinua uchumi wa mkoa, lakini pia uchumi wa wana Kagera. Hiyo ndiyo CCM. Na eneo jingine kama nilivyosema ni viwanda. Ndugu zangu, ilani yetu inatuelekeza kuweka kongani za viwanda kila wilaya. Na madhumuni ya kongani hizi ni kuongeza thamani mazao tunayozalisha. Kwa hiyo kwa wale wavuvi ambao tunawasaidia kutoa boti, tutawapa mitaji kwa mikopo, lakini tunaleta mikopo ya vizimba vya kuzalisha samaki zaidi. Lengo letu ni kuwawekea viwanda vitakavyochakata samaki wale, kuweka thamani samaki wale na kuuza ndani na nje ya nchi. Na hasa kwa sababu kiwanja cha ndege kiko hapa na ATC tuna ndege moja ya mizigo, tunakusudia kuongeza nyingine ya mizigo. Samaki watatoka hapa kwenda nchi za nje au hata ndani ya nchi, Dar es Salaam na kwingineko bado tuna nini. Lakini eneo jingine ni eneo la kilimo. Amesema ndugu yetu Bashe kwamba tuna lengo la kufufua viwanda vile ambavyo vilikuwa vikichakata na kuweka thamani kahawa. Vimekufa, tutavifufua ili tuweke thamani, na tusiuze kahawa tunavyouza sasa. Tuuze kahawa ikiwa tumeitengeneza, tumeiongeza thamani ili tupate pesa zaidi. Kwa hiyo hayo ndiyo mafungu matatu ambayo tunajipanga nayo Chama cha Mapinduzi kuhudumia wananchi wetu. CCM oye! Nani kama CCM? Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, kuna maombi hapa nimeyapokea. Maombi ya barabara nimeshasema tutazishughulikia, tutazijenga kwa lami, nyingine ziko kwenye ilani, lakini kumeombwa stendi. Hii ni kati ya mikakati yetu kujenga stendi ili kukuza fursa za biashara. Lakini kule Ngara kumeombwa chumba cha baridi au cold room kwa ajili ya kuweka maparachichi yasiharibike. Huu mpango upo ndani ya ilani yetu. Tuna mpango wa kujenga vyumba vya aina hii nchi nzima, hasa mikoa ya kati kunakolimwa parachichi, na upande huu tutakuja kuzijenga ili kuhifadhi parachichi zetu. Jengine ni kile kituo cha kilimo ambacho Waziri Bashe amekijibu vizuri.
Na ombi la mwisho ni tamasha la utamaduni Bahaya Festival. Hapa sasa tunafanya exchange. Mheshimiwa Bashir, yeye ana Bahaya Festival, mimi nina Kizimkazi Festival. Sasa mimi nimekubali kuja kwenye Bahaya Festival, na nitakuja, siji peke yangu. Nikija sitokuja peke yangu, takusanya wa Makunduchi na wa Kizimkazi kule, nije nao waone. Sasa na sisi ikifika la kwetu, na wewe uje na wakwako kule. CCM oye! Na hiyo ndio Tanzania, muungano oye! Asanteni sana. Sasa ndugu zangu wa Karagwe na wote mlokuweko hapa, tuombe kura. Madiwani wameshajipanga, naomba wabunge waje hapa ni wakabidhi ilani, halafu kwa pamoja tuombe kura zenu. CCM oye! Ilani ambazo mgombea urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anagawa ni mkataba baina ya wananchi wa Karagwe na Chama cha Mapinduzi. Maendeleo yatakayoletwa katika kipindi cha miaka mitano yote yapo ndani ya ilani ya uchaguzi katika sekta zote: barabara, afya, elimu, kilimo, ufugaji. Dr. Samia oye! CCM oye! Kazi na utu. Ndugu zangu, ilani nilizokabidhi, kuna kazi mle ambazo Chama cha Mapinduzi tumejipangia kuzifanya miaka mitano ijayo mkituchagua. Na sina shaka na Karagwe, najua mnakwenda kutuchagua. Sina shaka na Ngara, najua watatuchagua. Sina shaka na Kyerwa, najua watatuchagua. Najua watatuchagua. Lakini uungwana ni kuja na kuwaona na kuwaomba, ndio uungwana. Ningekaa tu Dar es Salaam, watanichagua, ningepata chache sana, si ndio? Lakini wanasema uso umeumbwa na haya. Kwa sababu nimekuja, mtaona aibu, mtanitilia nyingi, si ndio? CCM oye! Aya, sasa mimi mwenyewe Samia Suluhu Hassan, mgombea ubunge wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini na wenzangu wanaogombea ubunge katika majimbo ya Karagwe, Kyerwa na Ngara wako hapa. Lakini pamoja na sisi tuna madiwani wa kata zetu za wilaya hii wako hapa, 23 nimeambiwa wako hapa. Sasa mimi nitakwenda kusaidiwa na wabunge hawa bungeni. Wabunge hawa mkiwa hamuwaoni, wanatafuta fedha, wanaongea na mawaziri, wengine wananikera mimi ofisini kwangu, koko mama hasa Bachungwa msumbufu sana. Wananigongea mama fedha, mama fedha, mama fedha. Lakini tegemeo lao wakesha zipata zile fedha zinashushwa kupitia halmashauri zetu. Halmashauri kuna madiwani hawa. Hili ndilo bunge dogo la hapa Karagwe. Hawa wanapokea fedha na maelekezo na miradi iliyokusudiwa, wanajadili na wanasimamia utekelezaji wao. Supervisor wao nani? Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kinasema hebu kumeletwa fedha za miradi hii, wamefanya nini? Twendeni tukaone. Chama kinanyanyuka kinakwenda kuona. Madiwani hawa ndio wasimamizi. Mbunge akija na yeye anawauliza, madiwani mmefanyaje? Fedha nimeomba zimeletwa, mmefanya nini? Hiyo ndo kazi ya madiwani. Kwa ili maendeleo yaje, lazima wote mafungu matatu sisi tupate kura za kutosha. Hivyo basi mimi mgombea uraisi na wagombea ubunge na madiwani wetu tunaomba kura zenu wana Karagwe,
wana Ngara na wana Kyerwa. Tunaomba kura zenu. Sasa wale wanaosema watatupa kura, mikono juu nione. Aya, kule juu sijaona. Haya, asanteni sana. Asanteni sana, nawashukuru sana. Sasa ndugu zangu, kwa vile mmeshasema mtatoa kura, tarehe 29, kesho kutwa tu, tuna wiki mbili. Tarehe 29, Mungu atuamshe salama, mapema na furaha. Wote tutoke. Una rafiki zako wapitie, waambie twende tukapige kura. Baba na mama, ukinyanyuka wewe ndani ya familia walioandikishwa, watowe, nenda nao wakapige kura. Lakini kubwa zaidi kwa mabalozi wetu wa maeneo, wote hakikisheni kwamba katika maeneo yenu kila aliyeandikishwa kupiga kura ametoka na anakwenda kupiga kura. Kwa hiyo matayarisho ya kutoka kwenda kupiga kura yaanze sasa. Kila mtu ajue kituo chake, kila mtu ajue kapangwa wapi kupiga kura, ili siku ile unajua natoka nyumbani na kwenda pale fulani kupiga kura. Tumeelewana ndugu zangu? Sasa ndugu zangu, sisi kama nilivyosema, tunaomba kura zenu na Mungu awabariki. Asanteni sana. CCM oye! Kazi na utu. Sijasikia. Kazi na utu. Asanteni sana. Kagera oye! Karagwe oye! Ngara safi!